Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Wengi wao ndo kwanza wamefika kwenye hizo hatua wakiwa na kikosi cha Simba. Mchezaji senior pekee pengine unaweza kumzungumza Fabrice Ngoma ambaye alifanikiwa pia kuweza kutoa hitaji. Kwa hiyo hao wengine wote pengine ndo kwa mara yao ya kwanza wanafika kwenye upande wa hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba wanazipigania zile ndoto za kwenda kwenye hatua ya finali. Na mwiba bado ni mgumu pia kwa upande wa Simba kwa sababu sio mechi nyepesi kama jinsi ambavyo walivyowachukulia poa kwenye mechi ya kwanza. Nadhani ndio ilienda ikapelekea zaidi kuiona Simba ikipata matokeo hafifu zaidi, lakini kama wangewachukulia kwa ukubwa huo pengine inawezekana game wangekuwa wameshaimaliza hapa kwenye uwanja wa Amani. Lakini ni mechi ambayo bado naiona ngumu hasa kwa upande wa Stellenbosch kwa sababu ikitokea Simba akipata goli pia anazidi kuongeza ule mlima ambao opponent wake anataka kuweza kuupunguza. Okay. Raymond, kwa mchezo ambao ulivyoona mchezo uliopita, jamaa wanaweza kwenda kurudisha lile goli na kuweza kuweka goli la pili kwa sababu ili Simba waweze kutolewa ni lazima wapigwe goli 2-0, kitu ambacho Ahmed Ally amejisifu, amesema kwamba si Simba hii ya kwenda kufungwa goli 2-0. Kwani wakifungwa 1-0 sio naenda extra time. Extra time, lakini wenyewe wanasema kwamba sio kufungwa 2-0. Labda wamekubali hata hilo moja, inawezekana kikatokea kama kile ambacho waliweza kukifanya katika mchezo wa robo finali kwenda matuta na kuweza kufuzu. Labda Simba wanatarajia hicho, lakini si kufungwa goli 2. Tunaenda kuangalia mchezo wa namna gani kwa matokeo haya ambao wote wanajisifu. Huyu anasema anaweza akamfunga, lakini Simba anasema asiweze kufungwa goli 2. Binafsi huwa napenda sana kuignore kelele za nje. Kelele za goalkeeper Stellenbosch anayozungumza napenda sana kuignore, lakini pia alichokizungumza Ahmed Ally napenda pia kukiignore kwa sababu huyu Ahmed Ally kabla ya mchezo kuweza kuchezeka alisema wale watoto wataenda kuumia nyingi pale uwanja wa Amani, lakini baada ya kuumia moja anaanza kusema hii ni nusu finali ndio maana unaanza usiwa utamfunga mtu goli nyingi. Yani kumekuwa kuna excuse. Kwa hiyo mimi napenda sana wachezaji pamoja na technical bench kwanza wa ignore vitu vyote vya nje na focus kitu ambacho ni cha msingi zaidi, na kitu cha msingi ni kuhakikisha timu zao zinapata matokeo kwa sababu first match tuliona Simba alikuwa very good kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili alipotea. Na Simba alipotea kwa nini? Uliona Mpanzu tu alipopotea kwenye game, Simba ilipotea kwenye game. Kwa nafikiri pia Simba inahitaji kuwa na wachezaji 2 mpaka 3 ambao wanaweza kaa wapo kwenye siku yao ili kuhakikisha wanapata matokeo bora. Lakini ile kusema Mpanzu akishusha tempo basi timu nzima inashuka tempo, unakuwa kuna wasiwasi. Kwa nafikiri yote atakayeanza kama ni Jean Chalea wa Kibu Dennis pamoja na Mpanzu wahakikisha wanashirikiana kuhakikisha wanaipata tabu klabu ya Stellenbosch, kwa sababu kama itakuwa tunamtegemea mchezaji mmoja ndo pekee aweze kuamua tempo ya game, nafikiri kutakuwa kuna siku ngumu kwa sababu Stellenbosch nao kipindi cha pili walionyesha kwamba sio timu ambayo inaweza ikakaa nyuma peke yake. Kuna muda inaweza ikaa na brilliant moments za kuweza kumpata tabu mpinzani wake, na walifanya hivyo kwenye kipindi cha pili. Kwa nafikiri ni game ambayo how to play for, yani hiyo ndio mechi ambayo inaamua nani anaenda kucheza finali. Si expect kwamba kuna timu itaenda kule kakaa nyuma, sababu kila timu inahitaji kwenda katika hatua inayofuata, na atakaye kuja na mpango mkakati mzuri, atakaye kuja na discipline nzuri, atakaye kuwa na ufanisi wa matendo, naamini ana nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Lakini si nyepesi kama watu ambao wanaiwazia, yani kwamba tayari Simba kashavuka. Sio nyepesi hivyo. Hamnaga mechi ambayo imeisha kabla haijachezwa, kwa sababu nakumbuka kabla hii mechi haijachezwa watu wengi wanasema Stellenbosch akijitahidi sana kala chuma 4, lakini hapa ndo nyumbani. Sasa Simba imepata bao moja, away itakuaje? Sisemi kwamba kule ndo inaweza asipate goli, lakini ni mechi ambayo wanatakiwa kuiapproach wakiwa makini sana. Simba inahitaji kuongeza sana ufanisi wa matendo, kwa sababu siku ile walidominate game lakini hawakudominate yale maeneo ambayo yanaweza kaifanya timu kweli useme okay Simba leo amecheza vizuri. Ku create chance inawezekana wali create chance, lakini walizitumia. Wali create chance ngapi? Kipindi cha kwanza ukidominate tunasema okay at least umetengeneza clear cutting chances hata 3. Kulikuwa kuna hizo clear cutting chances hata 3. Of course utakuja kuwa kuna maswali. Kwa nafikiri ni mechi ambayo
ni ngumu kuliko watu wanavyofikiria, na Simba anatakiwa kutoa kila kitu siku hiyo kama kweli ana ndoto ya kufika finali, kwa sababu hawa Stellenbosch nao kwanza hapa tu walipofika wao wameoverachieve. Yani wameenda extra mile kuliko pale ambapo watakiwa kwenda, na wao wako tayari kwa lolote. Na anasema kwenye maisha yako ogopa kukutana na mtu ambaye hana kitu cha kupoteza, kwa sababu Stellenbosch hata akitolewa siku hiyo na Simba pale pale nyumbani, inaonekana viongozi wanaweza wakasema okay, ongeleni sana, mmefanya kazi nzuri, lakini what if Simba anatolewa? Kwa hiyo unaweza kuona ni hawa Stellenbosch hawana kitu cha kupoteza, lakini Simba tayari ana kitu cha kugain, kwamba okay, nishaingiza mguu mmoja ndani kwenye finali, natakiwa niende nikapate matokeo. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa kuwa makini sana vichwani kwao, wasije wakaa na external pressure, kwa sababu pia game ya Amani kuna muda ulikuwa unaona wachezaji wanajaribu, yani kama kuna kitu wanataka kuprove kwamba sisi ndo sisi. Ovuchika afanye maamuzi yenye papara. Yani kuna muda ulikuwa unaona kabisa huyu mchezaji mbona akiwa kwenye ligi hapa anatulia. Yani kama kuna pressure, sijui ni pesa, sijui ni hamasa, sijui ni kitu ambacho alikuwa anaambiwa. Unamaanisha hata nafasi ambayo alikosa ya wazi Ahua. Sio nafasi moja, nafasi zaidi ya Kapombe, sijui ya Teba, hasa ile wauma wana Simba ni ya Ahua. Yani sasa hiyo wao ndo wamechagua kuumia pale. Lakini mimi inawezekana nikawa nimeumia kwenye nafasi nyingine tofauti hata na hiyo. Acrobatic ya Kapombe ile ambao yani kuna nafasi ambazo zilikuwa zinahitaji utulivu kidogo tu, ambao tushawahi kuona kwenye hao wachezaji, lakini ni ile kwamba jamani leo tunataka tukawaoneshe, yani wasiende leo tunataka tukawaonyeshe, play your game, yani cheza vile ambavyo Fadlu anataka, ishi hivi, lakini ukienda unasema mimi nataka nikawaonyeshe leo hii, kuna muda utafanya maamuzi ambayo sio sahihi na unaweza kukudhuru. Ni kweli Simba wanahitaji mfungaji, sababu bado inaonekana kama vile kuna tatizo katika yule ambaye anaaminika, tuseme huyo ndo key play, mfungaji ambaye anaaminika kwa moja, tofauti na sasa hivi tunamjaribu Ateba, tunamjaribu Mkwala, wanaenda katika mechi ya marudiano Jumaa, kukiwa na kasoro hiyo ya ufungaji. Inawezekana mwalimu akatumia mbinu zake zile za kuanza na viungo wengi, lakini kusiwe na striker ambaye anaaminika. Au viungo wengi kina nani, lakini pia atabaki kustiki kwa wale washambuliaji, kwa sababu hawampi machaguo mengine zaidi ya wale. Pengine inawezekana labda kwa mfano kungekuwa kuna room labda ya kusajili hapa katikati, tungeweza kusema kwamba Simba wanaweza wakasajili leo na wakaondoka naye kwa ajili ya kwenda kucheza kwenye hiyo mechi, lakini bahati mbaya ni kwamba hatupo kwenye upande wa dirisha la usajili. Kwa hiyo waliopo ndo wanatakiwa kuweza kutumika kuhakikisha kwamba wanaivusha timu kwenye hatua nusu finali kuipeleka finali. Lakini Ray kamgusia Elim Panzu baada ya kuingia kipindi cha pili akaja akapoteana. Namna gani ambavyo timu ilivyokuwa umeiona ikisheki kwa asilimia kubwa. Lakini Jean Chazi huwa kuna moment aliomba kutolewa pia, alikuwa kaumia. Kitu ambacho mwalimu hakufanya hivyo kwa sababu aliangalia nje, hakuna mtu mwingine ambaye unaweza ukamweka akacheza kwenye hiyo nafasi. Licha ya Simba kuwa na viungo wengi kama kina Awesu na baadhi ya viungo wengine, lakini bado mwalimu kwenda kusema huwa aliyeumia ni bora kuliko Awesu aliyemzima. Ndo tafsiri yake hiyo. Ni kama kile ambacho alichokifanya Sidramovic kule Kongo baada ya Diala kuomba mabadiliko, lakini mwalimu alistiki kuendelea na Diala kuliko kumwangalia Msheli pamoja na Komeni. Kwa hiyo nadhani hiyo ni kitu pekee ambacho pia kinamfanya mwalimu kuweza kushindwa kuwa na budget nzuri kwenye upande wa cost yake. Yaani hana wale wachezaji ambao akitoka huyu atakayeingia naye anakuwa bora, akitoka huyu atakayeingia anakuwa bora. Mfano angalia kwenye upande wa cost ya Yanga, si ndio? Kwenye eneo la katikati wana mchezaji kama Chama, wana Ziki, si ndio? Wana Pakome. Ikitokea hao wameanza kwa pamoja, nje unakuta Yanga wanaeka Ngalombo, wana Maxi na baadhi ya wachezaji wengine kama kina Clement Mzize. Kwamba anapotoka huyu, anapoingia huyu, anaenda kukupa kitu kile tofauti na kwa upande wa Simba. Ukimtoa Kibu na Elim Panzu, ni mchezaji gani ambaye anaingia? Pale unaanza kumfikiria Rada Kichasambi, unaanza kumfikiria nani? Edin Barua. Okay, tumeiangalia game hiyo ya Simba